Bwana Yesu Kristo nasifiwe. Ninaukaribisha jioni ya leo kwenye kipindi kizuri kipendacho kinachojulikana kama Ijue Kweli, na hiyo kweli itakuweka huru. Siku ya leo tuna kipindi ambacho kinaelezea umuhimu wa sikukuu ya Christmas kwa Mkristo. Umuhimu wa sikukuu ya Christmas kwa Mkristo. Kuna umuhimu gani kwa Mkristo kusherehekea sikukuu ya Christmas? Hii ndio mada yetu ya leo. Kwa nini ujumbe huu unapelekwa? Kwa sababu kumekuwa na upotoshaji mkubwa wa watu ambao wana nia ovu na Ukristo, wakishambulia na kupotosha kuonyesha kwamba hakuna umuhimu wa kusherehekea sikukuu ya Christmas. Lakini nitakupa umuhimu wa kimaandiko, kihistoria na kitheolojia wa kusherehekea sikukuu ya Christmas. Nitatoa sababu 4 kwa nini Mkristo ana umuhimu wa kusherehekea sikukuu ya Christmas. Nitatoa sababu kuu 4 kwa nini Mkristo ana umuhimu wa kusherehekea sikukuu ya Christmas. Na nilieleza kipindi kilichopita kwamba maana neno Christmas limetoholewa kwenye maneno mawili ya Christmas. Ukisema Christ maana yake Kristo, Mass maana yake misa ama ibada. Kwa unaposema Christmas maana yake ni ibada au misa kwa ajili ya Kristo. Ibada au misa kwa ajili ya Kristo ya nini? Ya kukumbuka kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Kwa sababu kuu 4 za msingi ambazo kwa nini Mkristo asherehekee sikukuu ya Christmas. Kuna umuhimu gani? Sababu ya kwanza, Christmas ni utimilifu wa ahadi za Agano la Kale. Kusherehekea sikukuu ya Christmas ni kukumbuka na kugonga muhuri ya kwamba Mungu ni kweli. Mungu kupitia manabii wake alitabiri ujio wa Mwokozi duniani, alitabiri ujio wa Yesu Kristo duniani, na ujio huu ulitimia baada ya Yesu kuwa amekuja duniani akazaliwa kama mtu. Kwa hiyo sababu ya kwanza ya msingi kama Mkristo kusherehekea sikukuu ya Christmas kwa mbwembwe na manjojo makubwa kabisa, kwa furaha na shangwe, ni kwa sababu ni Christmas ni utimilifu wa utabiri wa maandiko ya Agano la Kale ya kwamba atakuja Mwokozi Yesu Kristo atakayezaliwa na kuja kuokoa ulimwengu. Tukisoma ile kitabu cha Isaya 7:14, ilitabiriwa ya kwamba bikira atachukua mimba na atamzaa mtoto ambaye ataitwa Emanueli, yani Mungu pamoja nasi, ambaye atawaokoa watu wake na dhambi zao. Kwa hivyo unaposherehekea Christmas unatia muhuri ya kwamba Mungu alichosema hakika kilitimia. Mungu ni kweli, Mungu ni sahihi. Lakini pia ukisoma kwenye Mika 5:2 ilitabiri juu ya Yesu Kristo ya kwamba yeye atakuwa mkuu, atamisha dunia, atakuwa ulimwengu mzima. Lakini pia ukisoma Isaya 9:6 inasema wazi kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, uwezo wa kifalme utakuwa begani, ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu. Uwezo wa kifalme utakuwa mabegani mwake. Huyu ni Yesu alitabiriwa, na kweli baadaye akaja akazaliwa, akaja duniani. Kwa hiyo kama Mkristo, sababu ya kwanza ya kusherehekea sikukuu ya Christmas ni kukumbuka utimilifu wa maandiko ama unabii wa Agano la Kale uliotabiriwa kuja kwa Yesu na ulitimia kama ulivyotabiriwa. Kwa hiyo unaposherehekea sikukuu ya Christmas unatia muhuri kwamba Mungu ni kweli, manabii ni kweli, kwamba yaliyonenwa yalitimia. Sababu ya pili, kwa Christmas ni ushahidi kwamba Mungu hutimiza ahadi zake kwa wakati wake. Kwa Christmas ni ushahidi kwamba Mungu hutimiza ahadi zake kwa wakati wake. Lakini pia sababu ya pili ya Mkristo kusherehekea sikukuu ya Christmas. Christmas ni ukumbusho wa kuingia kwa Kristo duniani. Kisoma ile Yohana 1:14 inasema, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Maana Yesu anaitwa neno la Mungu. Neno halina roho, neno halina umbo, ni roho. Lakini ile neno likafanyika mwili likaja likakaa duniani. Kwa hiyo Yesu Kristo, tunakumbuka ujio wa Kristo duniani. Kwa hiyo Mkristo unapaswa kusherehekea Christmas kwa mbwembwe na shangwe kubwa, kwa sababu ni ukumbusho wa ujio wa Yesu Kristo duniani, ya kwamba zaidi ya miaka 2000 alizaliwa mwanaume mmoja ambaye uwezo wa kifalme ulikuwa begani mwake, aliyeitwa Emanueli au aliyeitwa Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele. Kwa hiyo lazima ukumbuke hili tukio kubwa la ajabu.
ni tukio ambalo lilibadilisha ulimwengu. Unajua, baada ya Kristo, kabla Yesu kuja duniani, miaka ilikuwa inahesabiwa kutoka juu kuja chini. Kwa mfano, alikuwa anaanzia 1000, wanakuja 909, wanashuka mpaka 1, alafu anaanza 1. Lakini baada ya Yesu kuja, alibadilisha kalenda ya dunia, miaka ikahesabiwa kuanzia chini kwenda juu. Leo ni mwaka 2025 tangu Yesu alipokuja duniani, akaja akasulubiwa, akamwaga damu yake msalabani, ikaleta ukombozi, akapaa mbinguni, akaenda kuandaa makao. Alibadili historia ya ulimwengu, na ndio maana mpaka leo hata wale wanaopinga Christmas bado hawana ujanja, hata wanaompinga Yesu bado hawana ujanja. Kwa nini? Kwa sababu unamwambia zaliwa mwaka gani, anakwambia zaliwa mwaka 1940 baada ya Kristo. Kwa lazima Kristo asherekewe na akumbukwe. Ni mwanaume aliyebadili historia ya ulimwengu, ni mwanaume aliyebadili mwelekeo wa dunia, ni mwanaume aliyeshinda nguvu za kifo na mauti, ni mwanaume ambaye alileta uzima kwenye dunia. Kwa lazima sherehe Christmas kama kumbukumbu ya ujio wa Kristo duniani. Kwa hiyo Christmas ni mwanzo ni mwanzo wa mpango, ni utimilifu wa mpango wa Mungu wa wokovu. Kwa hiyo ujio wa Yesu Kristo duniani ulikuwa ni utimilifu wa mpango wa Mungu wa wokovu aliyounena kupitia vinywa vya manabii na mitume mbalimbali kwenye Agano la Kale. Kwa hiyo tunaposherehekea Christmas tunakumbuka ujio wa Yesu duniani. Wanaopinga kwamba tusherekee Christmas hawataki tuwe na ukumbukumbu ya ujio wa Yesu Kristo duniani. Usikubali. Sherekea Christmas kwa mbwembwe na shangwe zote, maana Christmas ni sikukuu ya ukweli, ni sikukuu ambayo mbingu imetia muhuri, ni sikukuu ambayo kuzimu inaumia. Wale wachawi, waganga, wafuga majini wanapata shida. Kwa nini? Yesu alipokuja aliharibu kazi zao zote, na mpaka leo Yesu bado angali anaharibu kazi zao. Tunapokemea mapepo, majini yakimbia. Kwa hivyo tunapoadhimisha Christmas wanajisikia vibaya sana. Kwa kama Mkristo lazima usherekee sikukuu ya Christmas kwa mbwembwe zote. Huu ni msingi wa wokovu. Ujio wa Yesu Kristo ni msingi wa wokovu duniani. Kwa nini? Bila kuzaliwa hakuna msalaba, bila mwili hakuna damu, bila damu hakuna ondoleo la dhambi. Christmas humkumbusha Mkristo. Christmas humrudisha Mkristo kwenye msingi, humkumbusha wokovu wake. Yesu alikuja kwa ajili yangu. Kwa hiyo bila kuzaliwa Yesu kusingelikuwa na habari ya ukombozi. Bila kuja Yesu duniani, shetani angeendelea kutesa dunia. Bila kuja Yesu duniani, dunia leo ingekuwa imechafuka kuliko ilivyo sasa. Lakini kwa sababu ya kuja Yesu, mfalme wa amani, dunia iko kama ilivyo leo kwa sababu ya neema ya Yesu iliyojaa dunia hii. Kwa hiyo lazima sherekee Christmas, tumkumbuke mwokozi wetu Yesu Kristo aliyekwenda Calvary kwa ajili ya dhambi za ulimwengu. Kwa hiyo kama Mkristo una haki ya kusherehekea Christmas kabisa. Sababu ya kwanza ni ukumbuka utimilifu wa maandiko ya Agano la Kale. Sababu ya pili ni ukumbukumbu ya ujio wa Yesu Kristo duniani, ambayo ilikuwa ni mpango mkamilifu, au ilikuwa ni mwanzo wa ukamilifu wa mpango wa wokovu wa Yesu kuja duniani. Kwa lazima tukumbuke. Hebu jiulize, duniani tu nchi mbalimbali ambazo zilitawaliwa na wakoloni, kila mwaka na tarehe ya kusherehekea uhuru wao. Sisi ni zaidi, tuondolewa kwenye ukoloni au kwenye utumwa wa dhambi, kwenye utumwa wa shetani, kwenye utumwa wa kutumikishwa na nguvu za giza. Maandiko yanasema alituokoa kutoka nguvu za giza, akatulia ndani ya pendo lake. Kwa hiyo lazima tumshangilie na kusherehekea Christmas kwa nguvu zote. Lakini pia sababu ya tatu, kwa nini Mkristo usherehekee Christmas? Sababu ya tatu ni Christmas ni nafasi ya kumtangaza Kristo kwa ulimwengu. Lakini pia Christmas ni ujumbe wa upendo, ni alama ya upendo wa juu kabisa wa Mungu kwa wanadamu, akimtoa mwanawe pekee kwa ajili ya ukombozi. Tunakumbuka upendo wa pekee wa Mungu. Baada ya kuona wanadamu wanazidi kuteswa na shetani na wataishia kuzimu, Mungu akaamua amtoe mwanawe pekee ili kila mtu amwamini asipotee bali awe na uzima milele. Kwa hivyo ni shangwe na furaha kusherehekea Christmas kama Mkristo, kusherehekea Christmas kwa mbwembwe zote, kwa sababu uko katika sikukuu iliyo salama, sikukuu ya ukweli ambayo ni lazima tumkumbuke Yesu. Sababu ya tatu ya kwa nini sherehekea Christmas, Christmas ni nafasi ya kumtangaza Kristo kwa ulimwengu mzima. Yaani Biblia inatufundisha Kolosai 3:17, lolote mfanyalo
fanyeni yote katika jina la Yesu. Kwa hiyo tunasherehekea siku ya Christmas katika jina la Yesu. Unajua kwa nikwambia siri moja. Ndio maana baadhi wale ambao nimekuambia ni wachawi, wafuga majini, waganga wale, na Freemason, kwa wanachukizwa na watu kusherehekea siku ya Christmas. Kwa nini? Kuzimu inajua siri iliyopo juu ya Christmas, kwamba Christmas huwa ni siku ya kutangaza Injili, ni siku ya kumtangaza Kristo ulimwengu mzima. Yani ni injili ya jumla, ni injili ya jumla. Yani zile siku tatu zile au wiki nzima ambayo tunasema ni wiki ya majilio ya Christmas, huwa ni wiki ambayo Kristo anatangazwa bila gharama. Yani maana yake hata wasiomkubali Yesu kwa gharama zao wenyewe wanatangaza kupitia redio, televisheni, mitandao ya kijamii, dunia nzima inamtangaza Kristo. Kwa hiyo sikukuu, sababu ya tatu ya kusherehekea siku ya Christmas ni kwa sababu ni njia ya kumtangaza Kristo jumla dunia nzima. Yaani maana yake dunia nzima yote itakaa, dunia nzima itatulia kwa muda wa siku tatu. Kristo anatangazwa kwa njia mbalimbali, kwa nyimbo, kwa mashairi, kwa watu kuambia, watu kwenda miti ya Christmas, kwa watu kupeana zawadi, kwa watu kwenda kwenye ibada, watu kupamba maofisini, majumbani, kila mahali. Wanauliza nini? Wanasema Kristo, tunamkumbuka Mwokozi aliyezaliwa. Ndio unaweka mtu wa Christmas, maana yake nini? Ni kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Kristo Yesu. Na huyo mtu wa Christmas nitakuja kueleza maana yake nini, ulitoka wapi na malengo yake ni nini. Zile nyota zilizoko pale, zile taa, mara kuna vitu mbalimbali, zile rangi, taa nyekundu, mara ya blue, nitakuja kuelezea maana yake ni nini. Sasa Christmas ni dirisha la uinjilisti kwa jumla. Katika kipindi cha Christmas la Yesu linasikia gharani, nyimbo ya injili uchezwa katika mahali pa dunia. Yaani mahali ya kwenye mabaa na wapi zinapigwa nyimbo za Christmas. Kwa injili inahubiriwa automatic na watu wenyewe. Lakini pia watu wasio kanisani usikiliza ujumbe wa Kristo. Mkristo anaposherehekea Christmas anasherehekea kwamba Mungu hakuacha dunia gizani, Yohana 3:16. Kwa hiyo Christmas ni ya muhimu na ni ya lazima kila Mkristo asherehekee, kwa sababu hiyo ni siku ya kuhubiri injili jumla. Yaani dunia nzima, kila mahali, vijijini kote, mjini kote, majumbani kote. Hata wale wasiopenda Christmas inakuwa pole wasikilize Christmas, na wanajua kwa nini Christmas inasherekewa, kwamba ni kumbukumbu ya Yesu Kristo Mwokozi wa ulimwengu. Kwa hata siku ya mwisho hawatakuwa na la kuitetea kwamba sikusikia injili, wanasikia kupitia kusherehekea siku ya Christmas. Kwa hiyo Mkristo ana uhuru kuitumia Christmas kumhubiri Yesu, kuelimisha watoto juu ya Kristo. Yaani Christmas unaitumia kueleza familia yako juu ya Kristo, watoto wako juu ya Kristo. Kwa nini sikukuu hii inasherekewa? Ni sikukuu muhimu, ni sikukuu ambayo kila Mkristo anapaswa asherekee kwa mbombo zote, kwa sababu ni sikukuu ambayo inamtangaza Yesu kila mahali duniani. Sababu ya 4 kwa nini tusherekee Christmas ni tangazo la amani na furaha duniani. Kisoma ile Luka, malaika walipotangaza kuzaliwa kwa Yesu Kristo, ujumbe mkuu ulikuwa amani duniani. Christmas inamkumbusha Mkristo kuwa Kristo ndiye chanzo cha amani ya kweli inayopita fahamu zote. Yaani malaika alipokuja, jambo la kwanza alitangaza habari ya nini? Habari ya amani. Katika ile Luka sura ya 2 mstari wa 14 alisema, atukuzwe Mungu juu mbinguni na duniani iwe amani kwa watu aliowaridhia. Yaani wale watu ambao watampokea Yesu kama Bwana Mwokozi wao, wakakubali kutubu dhambi zao na kuacha njia zao mbaya, inakuwa ni amani. Kwa maana maandiko yanasema amani ya Kristo ipitoa amani zote iwalinde, iwafariji. Na Yesu akasema amani yangu nitoavyo si kama ulimwengu utoavyo. Kwa amani ya kweli ya moyo inatoka kwa Yesu. Kwa hiyo sababu ya 4 ya kusherekea Christmas ni tangazo la amani duniani kote kwa wale ambao wako tayari kumpokea Bwana Yesu. Kwa umuhimu ni muda wa Mkristo kuwa mjumbe wa amani, kusamehe na kueneza upendo kwa wengine kama Kristo alivyotupenda. Wakati wa Christmas ni kueneza ujumbe kwa wengine, na wakati wa kuachilia ni wakati wa kumtangaza Yesu, ni wakati wa kumhubiri Kristo, kwa sababu ndiye Mwokozi wa ulimwengu.
Na Christmas najua shetani pia achezi mbali, amejaribu kuivuga sikukuu ya Christmas. Unakuta watu wanakwenda kulewa, wanakwenda kufanya mambo ya uzinzi, mambo ya ushirikina, mambo ya ajabu ajabu wanafanya. Hiyo sio mpango wa Christmas toka mwanzo. Huo ni mpango wa shetani, aliamua kukabia juu kwa juu ili kupoteza lengo la Christmas. Lakini Christmas ni siku ya furaha, ya shangwe, amani, pia na zawadi, ujumbe wa shalom shalom, yani amani amani. Kristo Mwokozi wa ulimwengu. Ni siku ya kutafakari upya, ni siku ya kutembeleana, ni siku ya kufurahiana, ni siku ya kupongezana, ni siku ya kukumbatiana, kumkumbuka Kristo Mwokozi. Mambo ya ulevi na rasa nyingine za kidunia, huo ni mpango wa shetani kuichafua Christmas, lakini sio mpango wa Mungu wala maagizo ya Biblia. Kwa hiyo Christmas ni muhimu kwa sababu moja, inamtangaza Kristo; mbili, inakumbusha wokovu; tatu, inadhibitisha upendo wa Mungu; nne, inaimarisha tumaini; tano, inafundisha unyenyekevu; sita, inatoa nafasi ya ushuhuda. Kwa hiyo kama Mkristo unapaswa kusherehekea sikukuu ya Christmas. Unapaswa kuikumbuka sikukuu ya Christmas. Christmas ni sikukuu ambayo ni ya muhimu sana kwenye maisha ya Wakristo. Ndio maana shetani wanaipiga vita Christmas, kwa sababu unaposherehekea Christmas unakumbuka miaka 2000 iliyopita, kazi iliyofanywa pale Golgotha. Unakumbuka dunia jinsi ambavyo ilikuwa imelemewa na dhambi, imelemewa na shetani, dunia ambavyo ilikuwa kwenye giza. Mpaka leo nchi na maeneo ambayo Kristo hajatawala yamejaa ushirikina, yamejaa majini, yamejaa chuki, yamejaa vurugu, yamejaa uharibifu. Kwa nini hajaingia Kristo? Lakini Kristo akiingia, yeye ndiye nuru, yeye ndiye uzima, yeye ndiye mwanga wa kweli. Kwa hiyo unapaswa kumwamini Yesu Kristo, lakini pia kusherehekea Christmas kwa mbwembwe, kwa shangwe na kwa furaha kabisa. Wala usione aibu wala aya. Mtukuze Kristo, isherehekee Christmas. Ni sikukuu muhimu, ni sikukuu ya lazima. Mungu wa mbingu na nchi akubariki, nikutakie Christmas njema. Na nilisema toka mwanzo, kuna wasema nyinyi mnasherehekea tarehe 25. Imeandikwa wapi? Sisi huwa sherekei tarehe, bali tunasherehekea tukio. Hasherehekei tarehe, tunasherehekea tukio. Na nikasema mada yangu ya kwanza kwamba hata maisha ya kawaida ya wanadamu huwa anaposema na birthday yangu, huwa sherekei tarehe, yeye huwa anasherehekea tukio ambayo liliangukia hiyo tarehe. Hata angepanga siku nyingine yote ile, baada ya kwa sahihi, kwa sababu anasherehekea tukio. Sisi hasherehekei tarehe, tunasherehekea tukio la Yesu kuzaliwa duniani. Kama unapinga, basi useme Yesu hakuzaliwa, utakuwa kwa sahihi kuipinga Christmas. Lakini wote wanaopinga Christmas na kusherehekea Christmas, nilikwambia ni wachawi, ni washirikina, waganga wa kienyeji, wafuga majini na Freemasoni na makala wote wa kuzimu, ambao wanadamu ndio wanaoumia anapotangaza Mwokozi na kusherekewa, kwa sababu alipokuja aliharibu kazi ya Ibilisi, na mpaka leo baada angali akiharibu kazi ya Ibilisi. Mungu wa mbingu na nchi akubariki. Nikutakia maandalizi mema na sherehe njema ya sikukuu ya Christmas. Amen.